cha ajabu. Nehemia alikuwa anajiona ni dhaifu kwa ajili hiyo, na hata watu waliokuwa wanamzunguka Nehemia walimuona kama ni dhaifu kwa kazi yake ya unyweshaji kwa mfalme. Kumbe ndani yake Mungu ndiye aliyekuwa amemfanya Nehemia kuwa dhaifu kwa muda huo, ili amtengenezee uimara wa kuja kuwa hodari hapo baadaye. Narudia tena hii kauli. Nehemia alionekana dhaifu katika kazi yake ya unyweshaji, lakini aliyemfanya Nehemia awe mnyweshaji kwa mfalme, yani awe dhaifu kwa mfalme, ni Mungu mwenyewe. Na alimfanya namna hiyo ili amtengenezee Nehemia mazingira ya kumpa uimara, kumpa uhodari ndani yake, kumpa stamina ndani yake, kumpa nguvu ndani yake, kumpa confidence ndani yake ya kuja kuwa mtu shujaa baadaye. Kwa hiyo ili awe shujaa baadaye, Mungu akaona lazima nimweke kwa Nebukadreza. Nebukadreza wa Nehemia ni yupi? Ndio ile hali ya kuwa kwa mfalme. Ina maana mfalme ndiye alikuwa amesimama kama Nebukadreza wa Nehemia, anamtumikisha katika kitengo cha kumnywesha vinywaji, waiter wake. Si kama tunaenda pamoja watu wa Mungu? Na ndio maana Nehemia baadaye anapomweleza mfalme, nipe ruhusa nikajenge, mfalme anamruhusu, na mfalme anampa kundi la watu wa kuondoka naye wa kwenda kumsaidia kazi ya ujenzi. Na Nehemia kwa sababu anaondoka na kampani ya watu, ukiendelea kusoma hichi kitabu utaona Nehemia mbeleni anakutana na wakatisha tamaa kama wakina Altashasta. Wanamkatisha tamaa. No, sio wakina Altashasta, wakina Sanballat. Wanamkatisha tamaa wakina Sanballat, wakina Tobia, wanamwambia hutaweza kujenga ukuta. Wanamwekea na majeshi ya kumpinga. Lakini Nehemia anawajibu kwa ujasiri kwamba Bwana atanifanikisha kujenga ukuta. Na wakileta vita kupigana naye, Nehemia ana jeshi analo la kupigana nao. Amelitoa wapi? Amelitoa kwa mfalme aliyekuwa anamtumikia katika kazi ya unyweshaji. Sasa jiulize, kama Nehemia asingekuwa anafanya kazi ya unyweshaji kwa mfalme, huyu mfalme angeguswa saa ngapi kumpa jeshi la kwenda kujenga naye ukuta wa nyumbani kwao? Asingempa. Kwa hiyo unaona namna Mungu alivyo ajabu. Kwa sababu Mungu alikuwa amempanga Nehemia aje ajenge ukuta wa kwao. Na Mungu akaona ili Nehemia awe na nguvu ya kujenga ukuta, lazima nimpe watu wa kushirikiana naye. Tampaje? Kwa hiyo lazima nimweke awe dhaifu wa kufanya kazi ya unyweshaji, ili kupitia udhaifu huo aweze kupata jeshi hapo hapo na aondoke nalo kwenda kujenga ukuta. Si kama tunaelewana watu wa Mungu? Na ndio maana kwenye maisha tunayoishi kuna watu ambao mnaweza mkawa mnaonekana ni dhaifu kwenye jamii zenu. Kuna watu mnaweza mkaonekana ni dhaifu kwa sababu mna elimu ndogo. Kuna watu mnaweza mkaonekana ni dhaifu kwa sababu mna mitaji midogo. Kuna watu ambao mnaweza mkaonekana ni dhaifu kwa sababu mna umri mdogo. Wengine mkaonekana ni dhaifu kwenye familia zenu kwa sababu nyie ndio wenye vyeo vidogo, au nyie ndio wenye vitu vidogo, elimu ndogo na kitu kidogo kwenye familia yako. Ukaonekana wewe ndio dhaifu kwenye ukoo wako. Lakini nakueleza, usijione dhaifu kwa sababu wengine wanakuona dhaifu kwa kutokana na uwezo mdogo ulio nao. Ila jua, hiyo hali ya udhaifu ulio nao ni Nebukadreza wako kwa muda. Mungu anakutengenezea msuri kupitia udhaifu huo, uje kuwa hodari hapo baadaye. Oh, haleluya! Wana wa Mungu aliye hai.